Bwana Yesu asifiwe. Nakusalimu kwa jina la Yesu. Naamini ya kwamba uko salama, na mimi niko salama, namshukuru Mungu. Saizi ni jioni hapa kwetu na tumeona mkono wa Bwana katika mambo yote. Leo ni Saturday. Tariki yake ni tariki 4 ya mwezi wa 7 wa 2026. Naamini Bwana amekufikisha mwezi usalama na utakuwa salama katika mambo yote, kwa sababu ndio mapenzi ya Mungu Baba yetu wa mbinguni kwamba tuwe salama katika maisha yetu ya kiroho na ya kimwili. Bwana Yesu asifiwe. Siku ya leo tutaendelea kuzungumzia kuhusu neno la Mungu. Bwana asifiwe. Neno la Mungu ambalo ni nuru yetu katika maisha yetu hapa dunia. Neno la Mungu ndio taa yetu, ndio uongozi unaotuongoza katika mapenzi ya Mungu. Bwana asifiwe. Tutamshukuru Mungu. Baba, asante kwa neno lako, tunaenda kulisikia. Ulibariki ndani ya maisha yetu, ulisema tunaenda kupendeza kwa jina la Bwana Yesu. Amen. Tutasoma katika kitabu cha Zaburi sura yake ya 109 na mstari wake wa 105. Zaburi 119 na mstari wake wa 105. Tutasoma kwa jina la Bwana Yesu. Amen. Neno lako ni taa ya miguu yangu na mwanga wa njia yangu. Nimeapa nami nikathibitisha kuzishika hukumu zako za haki. Amen. Bwana asifiwe. Biblia inasema kwamba neno la Mungu ndio taa ya miguu yetu. Amen. Na nuru ama mwanga wa njia yetu. Bwana asifiwe. Wakati tunapotaka msaada ama unataka uongozi, usome neno la Mungu, litakuongoza. Bwana asifiwe. Na wala usizitegemee akili zako. Wakati tunapotaka kuenenda salama, tafuta katika neno la Mungu. Neno la Mungu linasema hapa nini katika maisha yangu. Bwana asifiwe. Kwa sababu katika kila hali ya maisha yako kuna neno la Mungu ambalo liko pale kukuongoza. Bwana asifiwe. Kila kitu kiko katika neno la Mungu. Unataka nini? Yote utaipata katika neno la Mungu. Bwana asifiwe. Unataka maisha marefu, iko katika neno la Mungu. Amen. Unataka kuona upendo, iko katika neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Unamwambia Mungu wakati wote, niongoze ili kwamba ninaposoma neno lako nilielewe, nilipende na kulielewa. Bwana asifiwe. Litakuongoza salama na hautajikwaa. Wakati wote unapotegemea neno la Mungu, unapolipenda, amen. Kama vile Biblia inasema kwamba liko kama asali, ulipenda kama asali. Amen. Wakati yote kila siku litafute neno la Mungu kulisoma, utafute shauri katika neno la Mungu na kuhakikishia kwamba maisha yako itaenenda sawa sawa. Bwana asifiwe. Kwa sababu neno la Mungu alisemage uongo. Neno la Mungu liko pale kwa ajili ya kukuongoza, amen, katika njia iliyo ya sawa. Amen. Ni nuru yako, ni nuru ya miguu, ni taa ya miguu yako. Bwana asifiwe. Wakati wote tunapotaka kutembea katika nuru, tembea katika neno la Mungu. Soma neno la Mungu na ufuate ambayo neno la Mungu inasema na utaona mafanikio. Bwana asifiwe. Ukitaka mema somo utaipata katika neno la Mungu, kwa sababu Mungu ndiye anatueleweshaga. Amen. Ukitaka kazi, amen, ukitaka maisha yoyote ile katika maisha yako yote ambayo inahusu maisha yako, inahusu njia zako, kila kitu utalipata katika neno la Mungu, litakuongoza na hautajikwaa kama. Bwana asifiwe. Neno la Mungu ni taa ya miguu yangu, ni taa ya miguu yako. Amen. Muulize Mungu, nataka nini katika hii situation ya maisha yangu? Nataka nini? Nifunulie. Bwana asifiwe. Katika neno lako nifunulie, nijue unataka nini katika maisha yangu. Amen. Na wakati wote utakuwa mshindi. Wakati unapopata neno la Mungu, unapolifanya, amen, litakuongoza sawa sawa. Biblia inasema kwamba usizitegemee akili zako. Bwana asifiwe. Wakati wote unapotegemea akili zako unaweza kufanya mistake, lakini wakati unapotegemea neno la Mungu, alisemaje uongo. Bwana asifiwe. Mungu ni mwaminifu na wa haki na maneno yake yote ni kweli na amina. Amen. Inaongoza na inapatia hata mjinga hekima. Bwana asifiwe. Neno la Mungu unapatia mjinga hekima. Kama unaona unashindwa ama uko na confusion,
Soma neno la Mungu, amen, litakuongoza sawa sawa. Hata kama unaona kama mimi najua hiki, nitafanya hiki, hapana. Tafuta uongozi katika neno la Mungu. Bwana sifiwe. Mwambie Mungu, nifunulie jambo hili, nifunulie jinsi ya kufanya katika maneno yako. Bwana sifiwe. Mungu wakati yote anafunuliaga. Unapotaka kujua neno lake, atakufunulia tu. Amen. Atakufunulia. Neno lako liko urizi. Neno lake ni urizi wetu na ni nuru yetu, nuru ya miguu yetu, ni taa ya miguu yetu, nuru ya maisha yetu. Kila wakati tunapolisoma neno la Mungu, tunajua jinsi ya kuenenda. Linatupatia hekima ya kutembea na kuishi katika dunia hii. Bwana sifiwe. Hekima kuliko watu wa dunia hii. Amen. Hata mtu anakuwa na masters, anakuwa na madegree, kama ana neno la Mungu haina maana. Bwana sifiwe. Mungu anatupatiaga hekima kuliko wale ambao wanakuwa na hekima ya dunia hii, kwa sababu hekima ya dunia hii ni kama upumbavu mbele za Mungu. Bwana sifiwe. Wakati Danieli aliposimama katika Babiloni, wale ambao walisoma na wanakuwa na ujuzi ya Babiloni, aliwashinda katika hekima, kwa sababu alikuwa anategemea neno la Mungu. Bwana sifiwe. Mungu ni neno lake na neno lake ndio Mungu. Bwana sifiwe. Wakati tunapomtegemea Mungu, utatembea katika neno lake. Amen. Na litakuongoza sawa sawa, kwa sababu Mungu anatembea katika neno lake. Mungu, Biblia inasema katika Mwanzo, katika Yohana sura ya 1 kwamba Mungu, hapo mwanzo kulikuwa neno, naye neno alikuwa kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu, na vitu vyote vimeumbika kwa neno. Amen. Ile neno la Mungu limeumbwa vitu vyote. Bwana sifiwe. Na Mungu analiangalia ili apate kulitimiza. Wakati wote ulipende, ulisome, ulitafakari, litakuangazia njia yako salama, na maisha yako yatatembea katika giza tena, bali utatembea katika nuru na kuona baraka za Bwana. Amen. Naamini ya kwamba utalipenda neno sana, na utaomba shauri wakati wote kwa Mungu kupitia neno lake, na utafanikiwa. Mungu akubariki. Na neno hili nimelisoma, nimelimeditate. Amen. Nimetafuta shauri na nikaipata katika neno la Mungu. Amen. Na siku regret wakati wote nilipotaka shauri, nimesoma neno la Mungu, likaniongoza, likaniangazia njia yangu, na sikujuta, kwa sababu alisema kibongo. Bwana sifiwe. Linatuongoza katika njia sawa. Amen. Naamini ya kwamba neno hili litakuongoza. Amen. Katika mapenzi ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na ile neno la Mungu litakuwa nuru yako kila wakati, na utatembea katika nuru wala si katika giza. Mungu akubariki. Naamini ya kwamba tutaonana tena baadaye kwa neema ya Mungu.